Nachukua nafasi hii kwanza ni kushukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa pamoja katika kambi hii. Ningependa ni wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Mjambo. Basi nawaletea salamu kutoka sehemu za Eldoret. Natumaini napokea. Basi nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Wiki iliyopita nilipata kuhudhuria kambi ya upande wa kanisa la GNCA, na nakumbuka jambo ambalo walisema kuhusu ushirikiano ambao ulikuwa kati ya kanisa letu la Africa Gospel Unity Church na kanisa lao. Samani kidogo, watu wa GNCA walikuwa wanakuja kambi zetu, na walisema walikuwa wanajifunza nyimbo kutoka kwa kanisa letu, na nafikiri ilikuwa nzuri. So walikuwa wanaimba nyimbo ambazo zamani kanisa letu ilikuwa inaimba, na ni challenge kidogo kwetu kama kanisa kwamba watu waliweza kujifunza kwetu, na ni kama tulianza kurudi nyuma. Okay? So ningependa nipeane hiyo kama changamoto ili tufufue ama revive vile kanisa ilikuwa inaimba, na tuendelee ili tuweze kuwa ushuhuda kwa ajili ya Kristo. Nilipata pia kuhudhuria kambi ya kanisa la IPC. Ilikuwa upande wa Malapa, na nilipata kupewa somo matatu katika kanisa hilo, na waliendelea vizuri, ingawa bado ni vijana wachanga, lakini wanaendelea, wanajikaza. So sikuwa nimewahi enda upande wa Malapa, nilipata nafasi kwenda, na shukuru Mungu. So neno la Mungu linakupeleka mahali ambapo ungeweza kufika, na nashukuru kwa ajili ya hiyo. So somo ambalo tunaenda wakati huu ni somo la 3, na inasema the church music and the end times apostasy. The church music and the end time apostasy. Ili tuende somo hili, tuombe. Mungu wetu na Baba yetu uliye mbinguni, tunasema ni asante kwa ajili ya kutupatia nafasi katika mkutano huu tujifunze neno lako na masomo ambayo iliandaliwa kwa ajili ya kambi hii. Tunakushukuru kwa baraka zote ambazo umetupangia, na katika somo hili tunaomba ili tusaidie tupate kuelewa yale ambayo inaendelea katika dunia na wakati wetu, na zaidi ya yote utulinde na tuepushe na maovu na mabaya. Tusaidie tuweze kuenenda katika njia yako, njia iliyo nyembamba, njia iliyonyoka, ili tuweze kufika katika uzima. Tusaidie kwa yote, maana tunaomba na shukrani katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Na Biblia inatupatia maonyo. Tulikuwa tunaambiwa all scripture is profitable for doctrine, for reproof. So one of the reproofs ambazo tunapata katika maandiko ama warning ni nyakati za mwisho. Na kanisa wakati huu tunaweza kusema tunaishi katika end times. Lakini kila ambacho kitafanyika katika end times ni ukengeufu, which is apostasy. Kuna kudanganyana na kudanganywa, na kuna mafundisho ya uongo. So ukisoma katika Mathayo mlango wa 24 inaeleza vile nyakati za mwisho ama ishara za kuja kwa Kristo vile itakavyokuwa. Pia tunapata katika Timotheo wa kwanza mlango wa 4 na Timotheo wa pili mlango wa 3
hadi wa 4, Petro wa pili mlango wa pili, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili na kitabu chote cha Yuda. Now kile kinaendelea, instead of revival, scripture predicts confusion and rebellion. Contemporary Christian music is seen as a tool that fosters ecumenical compromise and doctrinal error, fulfilling these prophecies. Now, unabii ama utabiri kuhusu nyakati za mwisho kwamba watu wataacha imani na watakengeuka. So ile ambayo inaitwa falling away, ambayo kwa maneno mengine ni apostasy. So chombo ambacho kinatumiwa ni nyimbo, music. Na music sio ya Biblia vile tumefundishwa, lakini nyimbo ambazo zinaelekea dunia. Okay? Unajua mtu anapoanza kuacha njia, aachi atoke kabisa mara moja. Anaacha kidogo, okay? Naanza hatua moja, lakini hatua moja inaenda mbali. Kama sivyo, hiyo hatua moja ukienda the wrong direction, hata kama ni one step, basi utapotea. Na kumbuka mhubiri mmoja anasema, you cannot miss heaven by an inch. Okay? Huwezi kukosea mbinguni kwa inchi moja. Kwa sababu ukikosea inchi moja utakuwa umepotea. So njia ambayo inaelekea katika uzima ama katika utakatifu, ukweli, ukikosea kidogo tu. Now, so muziki ama music ni chombo ambacho kinatumiwa, na mara nyingi haikui outright kwamba imekengeuka. Naweza kuwa inataja jina la Yesu hapa na pale, lakini inakopi mtindo wa ulimwengu ama wa dunia. So jambo la kwanza ambalo ningependa tuangalie ni characteristics, naweza kusema tabia za walimu wa uongo. Characteristics of false teachers. Hiyo ni number 1. Now the prophecies that expose the end time apostasy often mention the sensuality of false teachers. Ningependa tuanze kwa kusoma 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Alafu tuende chapter verse 10. Okay, these verses ambayo tumepewa nitasoma yote hiyo. 2 Peter, not 1 Peter. 2 Peter 2 verse 1, 2, 10, 14, 18, 19, alafu tuende Jude. Na element ambayo ningependa tuangalie hapo ni sensuality ama kuishi kwa jinsi ya kimwili. Chapter 2 verse 1. Lakini kulitokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu watakavyokuwa walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyowanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya ukweli itatukanwa. Mstari wa 10. Na hasa wale wafuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka. Verse 14. Wenye macho ya chaayo usinzi, watu wasiokoma kutenda dhambi, wenye kuadaa roho sisizo imara, wenye mioyo iliyozoezwa kutamani wana wa laana. 18.
maana wakinena maneno makuu mno ya kiburi kwa tamaa za mwili na kwa ufisadi waadaa watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika udanganyifu. 19. Wakiwaidia uhuru, nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu, huo mtumwa wa mtu yule. Tutaenda kitabu cha Yuda mstari wa 3, wa 4 na wa 19. Yuda mstari wa 3. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, niliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Mstari wa 4. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa azili, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao umkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. 19. Watu hao ndio waletao utengano, watu wa dunia hii tu, wasio na roho. Tunasikia vile wanafuata mwili. So walimu wa uongo, lengo lao ni mambo ya mwili. Wanaenenda, they walk after the flesh in the lust of uncleanness. Now, Peter singles out ones who are especially reserved for God's judgment, namely those who go after the flesh with the desire to divide it and who look down on lordship. We must resist any human who would go beyond God-given boundaries and seek to divide flesh. Tunasikia katika verse 10, particularly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise covenant. Romans chapter 8 verse 5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Number B, their eyes are full of adultery. This phrase indicates a deep-seated lust and moral corruption. In biblical context, eyes often symbolize one's focus or intent. Matthew chapter 6 verse 22-23 tell us to be of single eye. Adultery here is not only physical but also spiritual, representing unfaithfulness to God. In other words, you become a friend of the world and you become enemy of God. Now, the imagery suggests a constant consuming desire for sinful pleasure, reflecting the state of those who have turned away from righteousness, having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls. 2 Peter 2:14. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? James chapter 4 verse 4. Now, so macho yao imejaa usinzi au tamaa ya mwili. Number C, they allure through lusts of the flesh. Okay, to allure means to seduce. Peter adds that false teachers will allure through the lusts of the flesh.
For when they speak great swelling words of vanity, they are lured through the lust of the flesh. Now, and this is very, let me say, it is very rampant today in the world. Kwa sababu, ukiona wale wanajiita manabii ama mitume, kwa ujumla walimu wa uongo, unapata wanatumia njia hiyo kushika watu, vitu ambayo watu wanapenda kuona, vitu ambayo watu wanaweza kufanya kwa mwili. Na so wanatumia njia hizo. Nakumbuka katika somo ambalo limepita kuna neno hypnotized, okay? Hypnotism. Hiyo hypnotism ni watu kuchezea akili za watu, na ni wengi ambao wanatumia njia hiyo kudanganya watu na kufundisha uongo. Number B, they always promise liberty. They promise liberty. Utakuwa free. And the problem is, sio free in Christ, lakini free to sin. Okay? Hiyo itakuwa jambo baya. Uko huru kutenda chochote ama kufanya chochote. Now they claim that the grace of God is freedom to listen to any kind of music they please, regardless of how licentious it is. To dress in any fashion they please, regardless of how immodest or how worldly it is. They argue that grace gives them liberty to go to weekend rock concerts, to play music to entertain the bar or nightclub crowd, to have a shallow or non-existent relationship with the church, etc. So verse 19 in 2 Peter 2 says, while they promise them liberty, they themselves are servants of corruption. Nakumbuka tulipokuwa college huko Singapore, tulipewa assignment moja huko college, na assignment ilikuwa kuangalia pastor mwingine ambaye alikuwa na kanisa kubwa. Kanisa lake lilikuwa na members over 22,000. Okay? Lakini mke wake alikuwa ameenda Hollywood. Unajua Hollywood? So tukaambiwa na mwalimu tufanye kama research. Tulikuwa tunaenda YouTube, unasikia mahubiri, unaangalia nyimbo. So nakumbuka tukipewa hiyo assignment, na assignment ilikuwa inaitwa crossover project. Okay? Ilikuwa inaitwa crossover project. Now, katika hiyo crossover project walikuwa wanasema tunaimba kwa mtindo wa kidunia ndio tupate kuvuta watu wa dunia waje kwa Kristo. Lakini it was really crossing over. Okay? Now, so najaribu kusema wao wanakuwa servants of corruption, lakini they promise liberty. Wanakuahidi kwamba utakuwa uhuru, utaokoka na mambo kama haya. Hata wao bado hawajaokoka, bado wao ni watumwa na wako na tamaa zingine. So it ended that huyo pastor ambaye anataja jina lake, sitaki nitaje jina lake, nimetaja tu, aliweza kufungwa na serikali. Okay? Alikuwa na case, ametumia pesa vibaya, alafu yeye akawekwa jela pamoja na watu wa kanisa, viongozi wa kanisa, chairman, secretary, treasurer, wote walifungwa at least 7 years. Nafikiri labda ametoka juzi kama ametoka. Okay? Lakini najaribu kusema kuna watu, sio huyo peke yake, kuna wengi katika nchi yetu, kuna uhuru mwingi wa kufanya chochote. Okay? Yaani kama ni pastors nini,
tuko na hiyo liberty ama freedom. Lakini shida, watu wanatumia hiyo kuweka watu katika utumwa. So they really enslave people. Now, number E, they themselves are servants of corruption. These are basically liberties to sin. The people flaunting their liberty to commit these things want you to think that they are free to do whatever they want. What they don't know, and what you need to know, is that they are not free. They are the servants of corruption. 2 Peter 2, John, Gospel of John 8:34. Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. John 8:34. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. Sijui inapiga kelele zaidi ama iko sawa? Nishike kando kidogo. Iko sawa? Haya. Kama inapiga kelele weka mkono juu ndio nijue kuna shida. Sawa? Haya. Number F. They intrude into the churches secretly. Wanajiingiza katika kanisa kwa siri. Na hawezi kutangaza kwamba sisi tumekuja. Wanakuja kama angels of light. Now, it isn't that their teaching is secret, but the deceptive nature of their teaching is hidden. No false teacher ever announces himself as a false teacher. But they that were false prophets, they were also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately, this word privately or secretly, shall bring in damnable heresies. 2 Peter 2:1. Jude verse 4. For there are certain men crept in unawares. Hiyo unawares ni kwa siri. Wamejiingiza kwa siri, hawajulikani. Ungodly men turning the grace of our God into lasciviousness. Wajua wakati watu kama vile tumekaa watu wengi hapa kozi mtu ambaye si wa Mungu, si ndio? Unaweza kusema ni watu wa Mungu wote, lakini wale ambao ni wa Mungu kweli labda sio wote. Okay? Na pia ukipata watu ambao ni waovu, pia hapakozi mtu wa Mungu pale. Nakumbuka tukifunzwa kile kinaitwa fallacy of generalization. Unajua fallacy of generalization. Kwa sababu huwezi kusema kila mtu ama kila kundi ya watu ni wabaya ama ni wazuri. Lazima kuna watu moja ambao ni wabaya ama ni wazuri. Okay? Now, so tukisema kuna wale ambao wanaingia kwa siri, inaweza kuwa kwa uso the fake ama uso ni sawa, lakini ndani sio sawa. Number G, they twist or they change the grace of God into lasciviousness. Notice that the false teachers, or these false teachers, turn the grace of God into lasciviousness. As we shall see, this is precisely what many contemporary Christian musicians do, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God. Jude verse 4. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. This word God forbid can also be said, may it never happen. Okay? May it never happen.
They deny the Lord God and the Lord Jesus Christ. Now, ni vizuri katika kanisa letu mara nyingi, nafikiri kama sikosei, everywhere katika AGUC, wakati ibada inaanza lazima watu wakiri imani ama wakariri imani ya mitume, si ndio? Na unasema na muamini Mungu Baba, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu. Na kuna vitu vingi ambao sometimes tunakiri ama tunakariri wakati mwingine hata bila kufikiria. Okay? Lakini ni vizuri kuelewa unapokiri hiyo imani iwe unaamini kweli kwamba unaamini Mungu Baba Mwenyezi. Okay? Na unaamini Kristo. Sio kukariri tu, bali iwe jambo ambalo kweli unaweza kusimamia katika imani yako. Now, so they deny the Lord God, they deny the Lord Jesus Christ. This denial could be doctrinal, moral, or both. Inaweza kuwa doctrinal and moral, or in faith and practice, reflecting a departure from the core tenets of Christianity. Now, nakumbuka tumewahi kufunzwa kuhusu cults. Unakumbuka cults? Now, cults inaanza na deviation from orthodoxy or from the Christian doctrines. Okay? Cardinal Christian doctrine or fundamentals. Mtu anaacha kuanza hiyo. Anaanza kuacha, okay? Mtu anaanza kuacha kidogo. And then at the end, mtu ameenda mbali. Now, so they deny the law. This denial is a serious offense, as it undermines the foundation of the Christian belief, similar to the warnings of 1 John chapter 2, verse 22 to 23, about the spirit of Antichrist. And verse John inasema, who is the liar, but he that denied that Jesus is the Christ, he is the Antichrist, and that denied the Father and the Son. Kuna wale ambao wanaamini, naweza kusema naamini Yesu tu, ama naamini Mungu moja tu, lakini ikikuja vile tunajifunza juu ya Trinity wanakataa. So wanakataa mafundisho ya kimsingi ya Kikristo. Sindio? Now, so hata katika nyimbo naweza pata mtu anataja Yesu peke yake, ama anataja Baba peke yake, ama anasema Mungu tu, na ujue hata ni Mungu gani, ama ni Bwana tu. Nawe kusikia ni wewe tu Bwana. Mimi sijui kama hiyo wimbo ni sawa, lakini naweza kuangalia. Haya. Therefore, false teachers work harmoniously with contemporary Christian music players to confuse grace with license, which is precisely the earmark of the false teachers described in Jude. This is precisely what many Christian rockers and CCM supporters do. Beware, friends, this worldly philosophy, which lies at the heart of contemporary Christian music, is exposed in the Word of God as a mark of apostasy. Ishara ya kukengeuka, ishara ya kuacha njia ya kweli ni kukataa mafundisho, kukataa Bwana wetu Yesu Kristo na Bwana wetu Mungu wetu. Na jambo la pili ambalo tutaangalia, music is the most influential means in Christian life and the churches. Okay? Yani kama kuna kitu ambayo inaongea kabisa na mioyo ya watu ni nyimbo. Ama sivyo?
ile ambayo inagusa kabisa watu mioyo. Hata kama hujui maneno, sometimes unasikia tu hata tune unaweza kuvutwa, ama sivyo? So it is most influential. Sijui kama imeandikwa vizuri, influential ama influensive. Wacha niseme influential. Music can feed the flesh or the spirit. Okay? Naweza kulisha mwili ama ilishe roho. Romans chapter 8 verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. So mtu ambaye anafuata mwili ananuia mambo ya mwili, na yule ambaye anafuata mambo ya roho ananuia mambo ya roho. Galatians chapter 5 verse 16. Walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lusts of the flesh. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Ephesians 5:19. Now, so tumesikia inaweza kulisha aidha mwili ama ilishe roho. It can also promote carnality or spirituality. Naweza kuhimiza mambo ya mwili ama mambo ya roho. Tulikuwa tumeambiwa katika Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, kama tutakuwa tunamwimbia Bwana, lakini lazima ianze kwanza tumejawa na neno la Bwana, maneno la Kristo. Tujawe kwa wingi na neno la Kristo. Which means kama unataka kuwa mwimbaji, ujifunze Biblia, usomee Biblia. Sitakuwa vizuri. Lakini ni wangapi wanapenda kusomea Biblia ndio wakuwa waimbaji? Ni wangapi? Mtu anasema tu nataka sio kazi yangu kusomea Biblia, kazi yangu ni kuimba. Lakini unaimba nini? So it will be a disservice to the Lord. Unaweza kuwa na talent, kipawa, lakini usipotumia hiyo talent vizuri, inaweza kuwa the wrong tool ama the wrong it will be the wrong tool. Mwalimu wetu ambaye alitufundisha Bible College alisema kama mtu wako na talent na atii neno la Mungu, anakuwa chombo hatari ambaye anatumiwa na shetani. Na naamini ni kweli. Ama sivyo? Naweza kuwa chombo cha shetani katika kanisa la Mungu. So the best ni ufunzwe na ujifunze neno la Mungu vizuri mpaka ikujane. Ndio unaweza kumwimbia Bwana ukielewa worship, singing and all this, okay? Lakini shida watu hawapendi neno la Mungu, lakini wanaweza kupenda kuwa waimbaji. Kuna wengi ambao hawana unyenyekevu. Yaani, in other words, they are not spiritual, but they want to be like singers or musicians. Ambayo sio vizuri. Now, so it can promote carnality or it can promote spirituality depending on mtu amechukua upande gani.
Amos 5 verse 23-24. Mungu alikuwa anaongea na taifa la Israeli na akasema, take thou away from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of the viols, but let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream. Now, kama Mungu alikuwa anakataa nyimbo, anasema siwezi kukubali hata sisikii. Lakini mtu anapoimba anasema namrudia Mungu, na Mungu anasema mimi sisikii. Kile inahitajika ni ufanye yaliyo haki, judgment. Okay? Fanya haki na hukumu. Okay? Kuna watu ambao wanasema kuna haja ya kuhukumu watu kwani wewe ni Mungu. Okay? Lakini Biblia inatufundisha tufanye hukumu ya haki. Ama itufundishi. The Bible teaches us to judge righteous judgments. Tutaangalia hiyo baadaye. Now, Exodus, and this is a very nice example. Wakati Musa ameenda mlima Sinai kupokea agano la Mungu, awaletea Waisraeli. Tunajua kwamba alikuwa katika hiyo mlima siku ngapi? How many days? 40 days, 40 nights, si ndio? Now, wakati Musa nafikiri na Joshua walikuwa wamepanda mlimani, Waisraeli walikuwa wanaongozwa na Aaron na sisi labda Ura alikuwa hapo pia, okay? Na wengine. Now what they did was, hatujui nini imewatendekea Musa. Huyu Musa. Okay? Wakaambia Aaron tutengeneze Mungu. Okay? Mungu akutengeneze. Sio Mungu ambaye ni muumba. Sasa wanataka ile wanatengeneza. Now let's read Exodus 32 verse 19 together. And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw the calf and the dancing, and Moses' anger was waxed hot. Now, kile ambacho watu walikuwa wanafanya ni walikuwa wanacheza. Walikuwa wanaimba na kucheza. Now, was that the right use of music? Lakini walikuwa wanaimbia nini? Sanamu, si ndio? Hiyo golden calf. Wanaimbia sanamu ya ama ndama ya damu. So, this is showing us the misuse of now, this is not the only occasion ambayo tunapata katika Biblia. Nakumbuka wakati Nebukadnezar pia alikuwa ametengeneza nini? Sanamu, si ndio? Na ilikuwa yote ya gold, si ndio? Kama hii ya ndama pia, yote ya gold. Now what he said is, the moment you hear the instruments of music, all instruments, fall down, worship the image. Nasema anguka chini ama usujudu kila mtu. Now, and that is the wrong use of music. Now, music, nimesema ni lugha ambayo inaweza kushika kila mtu. Okay? Ama ni chombo ambacho inaweza kushika kila mtu, lakini isipotumiwa vizuri inaweza kuleta madhara makubwa. Now, tumesema CCM ama contemporary Christian music inaelekea katika ukengeufu. Vile wengine pia walikuwa wamekengeuka zamani. Now, kuna jambo la tatu. Jambo la tatu ni not on neutrality. The not on neutrality. The idea that music is neutral force, and that music can be used to glorify God and serve His purposes, is one of the key philosophies of the end time apostasy.
So anataka kukuambia kila muziki inaweza kutumiwa na Mungu. Now it is very sad. Siku hizi kwa nasikia tu nafikiri ni this past week kwa nasikia kwa radio nafikiri ni Sunday ambayo imepita. Kwa nasikia kwa radio mtu alikuwa anasema lazima tuimbe kwa Kikamba tumwimbie Yesu. Okay? Yaani watumie ile style ya Kikamba. Okay? Now, nafikiri labda watu iwe ni wa Kalenjin pia wanaweza kusema tuimbe Kikalenjin tumwimbie Mungu. Now, in other words, people are importing their things. Wakifikiria wanatumikia Mungu. Na hiyo ni hatari. So, lakini tunaweza kusema music is not neutral. Music is not neutral. Kuna mahali imechukua. Iwe ni upande wa Mungu ama upande wa dunia. Huwezi kukaa katikati hapo. Najua neutral mara nyingi tunaongea kama wewe ni driver. Ukiweka gari neutral gear. Unaelewa hiyo? So ukiwa neutral haijaenda mahali, okay? So tuelewe hiyo. Now, it is unscriptural and foolish to the highest degree. It is absolutely crucial that a church's music be genuinely spiritual and that it perfectly match the message which is being communicated. Now, kuna nyimbo ambazo haimatch, okay? Message ni tofauti. Naweza kuwa inakuambia juu ya Mungu, juu ya Kristo na mambo kama hayo, lakini vile inaelekeza watu dunia kwa mambo ya mwili. Okay? Hakuna ile mtu anajua Mungu ni nani. Okay? Wanataja tu Mungu lakini Mungu ni mbali. Okay? So mafundisho kuhusu Mungu ni tofauti. Now the Bible shows music is never neutral. Katika kanisa la Kristo, niseme sio kanisa la HUC peke yake. Kanisa la Kristo kote duniani. Kile kinahitajika na standard ni moja kwa wote. Standard ni neno la Mungu. Na neno la Mungu inaongea juu ya sing with understanding. Sing with understanding. 1 Corinthians 14:15. Na katika 33 Mungu alikuwa Paul alikuwa anasema God is not the author of confusion in all the churches. Okay, all churches. No, so I will sing with the spirit and I will sing with the understanding also. Lazima tufanye tukielewa tunafanya nini. Now, inaweza kuangukia upande huu wa pili. Carnal, idolatrous expression. Na wakati Joshua na Musa walikuwa wanashuka kutoka kwa milima, Joshua alikuwa anajiuliza ni kama ni vita, ni kama ni, alafu Musa akasema nasikia ni kama watu wanafurahi. Okay? Now, let me read Exodus 32:17-18. And when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, there is a noise of war in the camp. And he said, it's not the voice of them that shout for mastery, but the noise of them that sing to high here. So kulikuwa kelele mpaka aieleweki. Kelele. Now, so jambo la muhimu, unajua hii inanikumbusha jambo. Kuna wakati tulikuwa tunasoma huko Nairobi, Faith College, nilikuwa bado yuko Nairobi na nilikuwa mwanafunzi. Ikawa tulikuwa tunakuja CBD hapo Nairobi kutoka Githurai. So ukipanda gari kuna muziki ambayo yani hauwezi hata kusikia kwa masikio, unasikia kwa moyo tu mdundo hiyo, okay? Kelele mingi. Na kwa gari ilikuwa imeandikwa kama unasikia ni kelele umezeeka. Okay?
na najua watu ambao bado ni vijana wanapenda kelele mingi. Okay? Unaposeka hautaki kelele. Lakini mnafikiri Mungu anapenda kelele? Nafikiri Mungu anapenda kelele kwa kelele mingi Mungu ndiye anasifiwa zaidi. Kile inahitajika most of the time hata vitu yende ndio hata udigest kile kinasema. Sio kupigia kelele. So naimiza kama ni kuimba isikuwe noises tu. Isikuwe noises. Mungu amesema sisikii hizo noises, hizo nyimbo asikii. Na mtu alikuwa anasema kama tunataka tupige kelele kabisa, ingawa tunatumia speakers kama hizi, lakini nafikiri inafika kwa Mungu. Hata nikiongea saa hii kwa sauti yote na iwepo volume yote itafika kwa Mungu. Mbinguni ndio ibada gani? Mbinguni ndio ifike mbinguni umbali gani? Nani anajua? Lakini Biblia inatuambia mbingu ni mbali. Ni mbali sana huwezi kufika. Na Mungu ni Mungu ambaye ni Mungu yuko mbali. Yuko mbali. Lakini pia yuko karibu. Anaweza kukusikia hata ukiwa hapa hivi. Hata ukisema kitu tu. Hata kama watu hawasikii, bado Mungu anakusikia. Anakusikia. Tukielewa Mungu, tutafanya vitu iwe ni muziki with moderation. Okay? Moderation I mean sio kelele mingi. Ni ile ambayo itatuhudumia sisi wanadamu vizuri. Kama sisi. Na itakuwa sifa kwa Mungu. Now number 4. Warning against CCM philosophy. Tahadhari kuhusu filosofia ama falsafa ya Christian contemporary ama contemporary Christian music. Na jambo la kwanza ni hatari ya hii kuleta dunia yote ama ecumenical danger, okay? Hatari ya kujumlisha vitu vyote. Sijui kama mmewahi kujifunza about the ecumenical movement. Mjifunza ecumenical movement, sio? Kama bado mjawahi kusikia juu ya ecumenical movement. Okay? Ni somo ambayo nimewahi kufunzwa karibu mara kadhaa. Na hatari ni tunajua katika Biblia kwamba utabiri ama unabii inasema nyakati za mwisho utakuwa na one world government, one world religion and one world economy, sio? Now, hii religion ambayo itakuwa dini ya dunia yote ndio kile makanisa mengi inajaribu kuleta. Okay? Na wanasema lazima tuwe na umoja, tusikuwe na migawanyiko. Yes, kanisa letu inaitwa Africa Gospel Unity Church, lakini hatusimamii umoja ya dini zote ama kila kanisa. Hata ingawa nilikuwa nimesema nilienda kanisa la CNZ, nilienda kanisa la IPC, lakini lengo langu sio kuleta makanisa yote. Hapana. Hayo makanisa ambayo nimetaja huwa tuko na msimamo sawa katika maandiko. Okay? Lakini we fellowship with them. Lakini lengo letu ama umoja wetu lazima iwe umoja wa kiroho, sio umoja wa kimwili tu. Okay? Ama umoja kwa sababu tunakusanyika tu. Now, so there is that danger kwa sababu hizi nyimbo zote ambazo zinaimbwa naweza pata kwamba inatoka kwa hii kanisa inaingia hii kanisa. Na hakuna difference. Okay?
iwe ni watu ambao waamini hata Mungu vizuri, hawaamini hata maandiko, bado wanaimba hizo nyimbo. So there is that danger. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto vapors. So hiyo ni kukengeuka. Na lakini unaweza kupata wale ambao wamekengeuka wanashikana, wanakuja pamoja, kama kuna crusade, kama kuna nini, wanafanya pamoja. Alafu wale ambao unasimama kwa maandiko ama kwa mafundisho ya maandiko, doctrines, sasa unatengwa. Usituletee mambo ya doctrines. Lazima tukae tu kwa upendo tu. Tupendane. Alafu tusahau mafundisho ya neno la Mungu. Biblia inafundisha upendo. Lakini haisemi eti ushikane na wale ambao hawaamini. Tutapata baadaye tuambia kwamba tutoke, tujitenge. Okay, kama Biblia inasema toka ujitenge, then utoke wapi? Now, jambo la pili ama tahadhari ya pili, carnal influence. Romans 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Tugeuzwe kwa nia zetu. Okay? Tubadilishwe. Tusifanane na dunia. Lakini wengi wanafikiri kwamba tukifanana na dunia ndio tutaweza kufanya nini? Kuwin dunia. Lakini inawezekana. Suluhisho ama msimamo mzuri ni kujitenga na dunia ndio utawin. Lakini ukishikana nao you never win, you lose. Ama sivyo? Wewe inasemekana ukiona viazi, mwae kuona viazi kwa gunia, si ndio? Ile moja mbaya inaharibu yote. Lakini nilikuwa nashangaa mbona uzuri haiambukizi. Na ile nzuri haibadilishi ile mbaya iko nzuri. That is how nature is like. Okay? So the best ni kutoa ama kutenga ile ambayo ni nzuri na ile mbaya. Usipotenganisha watu labda ile nzuri tayari, lakini ile mbaya haibadilishi kuwa nzuri, haifanyiki hivyo. Nature inasema vitu inaenda iharibike. So ili isiharibike, tenga. Now number C, tahadhari ya tatu, false liberty. Uhuru wa uongo. Wanakuahidi uhuru lakini ni kuingizwa katika utumwa. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use your liberty, only use not liberty for an occasion of the flesh or to the flesh, but by love serve one another. Galatians 5:13. Conclusion. Pastors of large churches inform us that we cannot hope to attract masses with the old, outdated church music. Wengi wanasema hivyo, si ndio? So wanataka ya kisasa. We must change our style so as to catch the attention of the godless. Services are often created to minimize discomfort for the unbeliever, so that he or she begins to accept Christianity as an affirming influence. People ought to leave church feeling good about themselves
it is said, instead of being called to self-examination, to sincere repentance and faith toward God, one of the chief ways of making a church more contemporary is to introduce contemporary music, of which there is a great abundance available. Churches that neglect the subject of music do so to their spiritual detriment. Now, so ni hatari. So lazima tuzingatie kwamba music ambayo inaimbwa ama inachezwa katika kanisa letu ni sawa. Okay. Lakini ni wangapi ambao sitaki nisahihishwe? Ni wangapi? Sitaki nihukumiwe. Kwani nakuimbia. Okay? Now that is the attitude ambayo iko kwa watu, hasa wale ambao wanafuata mwili, watu ambao wamepotoka katika njia. Now labda tu nikuzie jambo moja nikimaliza. Kuna wakati katika kanisa letu tulikuwa na kwaya nzuri, nilikuwa nimewaambia wengine walikuwa wanajifunza kutoka kwetu. Si nimesema hivyo? Now ikafika wakati ambapo sisi tukaanza kufifia hivi kidogo. Nashukuru Mungu, nilikuwa naenda camps zile za Central tangu nilikuwa mtoto mdogo. Nilienda mara ya kwanza 1985 nikiwa karibu class 1. Alafu nikaendelea kuhudhuria hizo mikutano yote, nashukuru. Na nakumbuka wakati mmoja tulikuwa na mass choir ile ya zamani. Around 1990s kanisa letu lilikuwa limetoa hiyo cassettes wakati huo. Okay? Na ilikuwa nyimbo nzuri. Baadaye sijui watu wakaanza kusema hii nyimbo ni yangu, hii wimbo nilitunga. Alafu wanaanza kugombania mambo ya pesa. Kama shida kwa pesa. Okay? Mwisho hapo 1990s nikaingia kwa baadhi ya kamati ya youth. Nakumbuka kabisa nilikuwa nimeingia tu kwa member. Alafu unasikia sasa ile nyimbo ile master nini ya kutoa nyimbo, nani alichukua sijui nini, ilikuwa tunazungumzia kama kamati ya vijana. Now baadaye kuna ilikuwa inaitwa devolution. Tuliporudishwa kwa areas. So kila area wakawa na kwaya ya ile ya masi ikapotea. Now and then so kuna nilikuwa area ya Bomet. Mimi natoka hapa Chesone. Okay? Kanisa langu ni hii, nililelewa hapa. Okay? Now so tukawa na kwaya yetu ya Chesone, kulikuwa na kwaya ya area, Bomet area. Kwa revival. Ikaendelea. Nafikiri niliweza kuimba kidogo, lakini sikuwa mzuri kwa kuimba, lakini nilikuwa napenda. Okay? Now what happened? Wengine wakaanza, local churches moja wakawa wanaimba nyimbo zao, wanatoa kwa cassette. Si ndio? Now so kuna watu fulani wakajitenga, sijui walianza hata kuimbia wanasiasa. So walipotaka kurekebishwa wakatoka kwa kanisa na ni kwaya. Si mlisikia wengine walitoka kwa kanisa letu na ni kwaya? Ama hukusikia? Na ni wengine wanaingia tu kwa mambo ya dhambi, alafu mtu anatoka kwa kwaya. Wengine wanataka kuendelea kwa kwaya na wanaishi katika dhambi, hawataka kurekebishwa. Na ni usuli kubwa. Na kile ambacho nataka niseme ni hivi. Kama mtu hajaokoka na amini Mungu, hataki kusahihishwa ama kuadhibiwa katika kanisa, huyo sio Mkristo. Lakini hata akiimbia Mungu, unafikiri Mungu atafurahi sema well done? Mungu atasema well done? Hapana. So
So najaribu kusema tumejifunza kuhusu hii apostasy, kukengeuka ama kuondoka, kuacha njia. Heri tukue wanyenyekevu, hata kama sisi si waimbaji sana, lakini Mungu anapenda vile tunaimba. Heri Mungu afurahie vile tunaimba na ipendeze mbele zake, kuliko wanadamu wengi wanapenda tunapata pesa mingi, lakini si ya Mungu. Na nimefika hapo kwa somo la kwanza. Sijui tunataka kupause kidogo, alafu tuendelee.